yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa katika tukio hili muhimu sana la uzinduzi wa msimu wa ununuzi wa pamba 2026 2027. Tukio hili ni tukio mojawapo ya matukio ya kipekee na lenye umuhimu mkubwa kwa ustawi wa wakulima wetu, maendeleo ya tasnia ya pamba na uchumi wa taifa kwa ujumla. Kipekee nitoe salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paul Matiko Chacha, ambaye ndiye alipaswa kuwa mgeni rasmi wa tukio hili muhimu na adhimu, lakini kwa sababu ya majukumu mengine ameshindwa kuweza kushiriki pamoja nasi, lakini ameniagiza nimwakilishe na amenipa salamu niwafikishie wana Mwamashimba, wana Igunga kwamba anawapenda sana, anathamini sana mchango wenu katika uzalishaji wa zao la pamba na anawatakia kila laheri katika shughuli hii ya uzinduzi wa msimu wa pamba kwa 2026-2027. Kwa namna ya pekee nishukuru Bodi ya Pamba Tanzania kwa kuamua kufanyia tukio hili katika mkoa wa Tabora na katika wilaya ya Igunga. Tunafahamu kabisa kwamba mkoa wa Tabora kwa wilaya ya Igunga ina mchango mkubwa sana katika tasnia ya pamba kwa sababu ndiyo kitalu cha mbegu ya pamba kitaifa, ndiyo wilaya inayozalisha mbegu inayotumika katika kilimo cha pamba Tanzania nzima. Na kwa heshima hiyo, naamini ndiyo sababu iliyopelekea tukio hili muhimu liweze kufanyika katika mkoa wetu wa Tabora, katika wilaya yetu ya Igunga. Tunawashukuru sana Bodi ya Pamba kwa kuona hilo na sisi tumefarijika sana. Ndugu zangu, kauli mbiu ya mwaka huu inasema uwekezaji thabiti wa tija, ubora na tasnia ya pamba endelevu. Si maneno matupu, bali ni wito wa kuchukua hatua. Ni mwongozo unaotutaka sisi sote kama wadau kuwekeza kwa malengo, kutumia rasilimali kwa busara na kuhakikisha kuwa tasnia ya pamba inaendelea kuwa endelevu kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kauli mbiu hii inaakisi dira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba kilimo kinabadilika kutoka kuwa kilimo cha mazoea kwenda kuwa kilimo cha biashara chenye tija, kinachotumia sayansi na teknolojia na kinachozingatia ushindani wa soko ndani na nje ya nchi. Ndugu wadau, ni wazi kwamba kwa muda mrefu tatizo la tija limeendelea kuwa kikwazo katika kufikia malengo ya uzalishaji wa pamba nchini. Wakulima wengi bado wanazalisha chini ya uwezo wao halisi, jambo ambalo linapunguza kipato chao na kudhoofisha mchango wao katika zao hili katika uchumi wa taifa. Taarifa zinaonyesha kuwa wastani wa tija kwa mkulima wa pamba wa Tanzania ni kilo 250 kwa ekari. Hata hivyo, serikali inaamini kwa dhati kuwa mkulima mmoja mmoja ana uwezo wa kuzalisha kwa tija kubwa zaidi. Hili limedhihirika kwa baadhi ya wakulima waliozalisha zaidi ya kilo 1000 kwa ekari katika wilaya mbalimbali, na baadhi yao kufikia hatua ya kupewa zawadi mpaka zawadi ya trekta kutokana na kuongeza tija katika uzalishaji kwa ekari.
Tukisimamia ipasavyo mbinu bora za kilimo, tukatumia pembejeo sahihi, tukapata huduma bora za ugani na kutumia teknolojia za kisasa, hakuna sababu ya kushindwa kufikia malengo tuliyojiwekea. Nimeambiwa kuwa mbegu inayotumika ina uwezo wa kuzalisha zaidi ya kilo 1500 kwa ekari, na kwa mujibu wa taarifa kuna ekari zaidi ya 1,000,000 zinazotumika kulima pamba nchini. Naamini kwa dhati kabisa kuwa pamoja kama taifa tuna uwezo wa kufikia lengo la kuzalisha tani 1,000,000 za pamba. Hili si lengo la kinadharia, bali ni lengo linalotekelezeka, kila mmoja akitimiza wajibu wake. Tukifanikiwa katika hili la kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kuzalisha kilo milioni 1 za pamba kama taifa, Tanzania itaibuka kuwa kinara wa uzalishaji wa pamba barani Afrika, jambo ambalo litafungua fursa nyingi za kiuchumi ikiwemo ajira, viwanda na mapato ya fedha za kigeni. Ndugu wadau, ili kufikia malengo haya makubwa, serikali ya awamu ya 6 imeweka mkakati madhubuti unaojikita katika uwekezaji wa kimkakati katika sekta ya kilimo, hususan zao la pamba. Mkakati huu unahusisha ushirikiano wa karibu kati ya serikali, sekta binafsi, vyama vya ushirika na wakulima wenyewe. Moja ya hatua muhimu zinazochukuliwa ni kuendelea kurahisisha kilimo kwa wakulima kupitia uwekezaji katika zana za kisasa na teknolojia. Serikali imewezesha upatikanaji wa pembejeo ikiwemo trekta 780 kwa ajili ya kulima kwa gharama nafuu. Pia serikali imewezesha upatikanaji wa ndege nyuki 60 kwa ajili ya upuliziaji viuadudu, kudhibiti wadudu waharibifu. Na kama ambavyo serikali imekuwa ikihamasisha na kuhimiza kuongeza uwekezaji katika kilimo cha pamba, ni wazi kwamba wale ambao wanalima ekari nyingi kwa kutumia tu mabomba yale ya mgongoni, utatumia muda mrefu na hautaweza kumaliza ekari hizo kwa wakati. Lakini tukitumia ndege nyuki hizi ambazo serikali imewekeza, inarahisisha kuweza kufikia eneo kubwa kwa muda mfupi. Kwa serikali imeliona hilo na imeweza kufanya uwekezaji huu, lakini itaendelea kuongeza kwa kadiri ambavyo itaona inafaa, ili kuweza kurahisisha swala zima la upuliziaji wa viuadudu katika mashamba yetu. Lakini pia serikali imewezesha trekta 16 maalumu za kupulizia viuadudu pamoja na zana kubwa kwa maana ya trekta za kuandaa mashamba na kupandia. Tunashukuru sana kwenye hilo, lakini pia kwa wenzetu wanunuzi wametuahidi hapa watawekeza katika hilo kuhakikisha tunapata trekta hizo kubwa ambazo zitasaidia katika swala zima la kuandaa kwa maana ya kupanda na hatua nyingine ambazo zinaendelea. Hatua hizi zimechukuliwa kwa lengo la kupunguza utegemezi wa nguvu kazi za mikono, kuongeza ufanisi katika uzalishaji na kuhakikisha wakulima wanapata mavuno mengi na bora kwa wakati. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa wadau wote, taasisi za umma kama magereza, sekta binafsi na wawekezaji kuendelea kuamini juhudi hizi za serikali na kuwekeza katika kilimo cha mashamba makubwa ya pamba. Miundombinu na mazingira rafiki yakiwa inaendelea kuandaliwa na serikali katika sekta ndogo hii ya pamba. Ardhi bado tunayo, maeneo yapo mengi. Kwa hiyo taasisi, sekta binafsi, tukiunganisha nguvu na wakulima wetu hawa, tukaanzisha mashamba makubwa, yale malengo ya kufikisha kilo milioni 1 kama nchi tutaenda kuyafikia. Ndugu wadau, huduma za ugani ni uti wa mgongo wa mafanikio katika kilimo. Serikali kupitia mpango wa BBT, yani Building a Better Tomorrow, ikishirikiana kwa karibu na sekta binafsi kwa maana ya wanunuzi wa pamba, imeendelea kuimarisha huduma hizi
katika maeneo yote yanayolima zao la pamba. Na katika msimu wa kilimo wa 2025 2026, kata zinazolima pamba ambazo zimenufaika na mpango wa BBT ugani zimeongezeka kutoka asilimia 152 zimeongezeka kwa asilimia 152 kutoka kata 232 msimu wa kilimo cha 2024 2025 hadi kata 589 msimu wa kilimo 2025 2026. Lakini maafisa ugani 828 wameajiriwa na wamewezeshwa kuwafikia wakulima moja kwa moja mashambani. Na kwa kweli tunaona mabadiliko makubwa katika tija ile ambayo tumekuwa tukiililia kwa muda mrefu. Uwepo wa maafisa ugani hawa umesaidia kuongeza tija kwa mkulima mmoja mmoja katika kata zetu, na tunatamani kuona kwamba maafisa ugani hawa waendelee kuongezeka ili hiyo tija izidi kuongezeka katika maeneo yetu. Matokeo ya mpango huu yanaonekana wazi. Wakulima wengi wameanza kubadilika kutoka kilimo cha mazoea na kuanza kutumia mbinu za kisasa katika kilimo chetu hiki cha pamba. Elimu ya kanuni za kilimo bora cha pamba imewasaidia kuongeza tija, kupunguza hasara na kuboresha ubora wa pamba. Hata hivyo, bado tunahitaji kuongeza juhudi zaidi. Ni muhimu kuhakikisha kila mkulima anafikiwa na huduma za ugani kwa wakati na kwa ubora unaohitajika. Ndugu wadau, serikali imehakikisha kuwa imeweka mfumo ambao ni shirikishi kwa uwekezaji kuanzia ngazi ya kata, kuhakikisha kuwa wanunuzi wanachangia moja kwa moja katika kuboresha huduma za ugani kupitia mpango wa BBT. Aidha, vijana walioajiriwa kupitia programu ya BBT umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza matumizi mabaya ya pembejeo na kupunguza gharama zisizo za lazima kwa serikali, sanjari na kuimarisha upatikanaji wa takwimu sahihi. Hii imeongeza uwajibikaji wa wadau katika mnyororo mzima wa thamani na kwa sekta ndogo ya pamba kwa ujumla wake. Hata hivyo, tunatambua kuwa bado kuna changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa mfumo huu kwenye maeneo mbalimbali. Serikali inaendelea kuzifanyia kazi changamoto hizo ili kuboresha zaidi mfumo huu katika misimu inayokuja. Lengo ni kuhakikisha kuwa mkulima anapata huduma bora, anazalisha kwa tija na anauza pamba yake katika soko lenye ushindani na linalomlipa jasho lake na haki yake. Hili ndilo lengo la serikali. Ndugu wadau, katika jitihada za kupunguza gharama za uzalishaji, serikali inaendelea kuhamasisha matumizi ya mbolea hai ambayo ina ufanisi mkubwa, rafiki kwa afya ya udongo na gharama yake ni ndogo. Huu ni mkakati muhimu ambao unalenga kumpunguzia gharama za kununua mbolea za viwandani mkulima, kulinda afya ya udongo na mashamba yetu kwa ujumla, lakini pia kuhakikisha kilimo cha pamba kinakuwa endelevu katika maeneo yote. Wakulima wanaendelea kufundishwa namna ya kutengeneza mbolea hii kwa kutumia malighafi zinazopatikana katika mazingira yao. Serikali inaendelea kuunga mkono jitihada hizi kwa kuchangia baadhi ya vichanganyio muhimu katika kuweza kuikamilisha kwa matumizi ya mkulima. Aidha, kutokana na mwitikio na utayari wa wakulima kutumia mbolea hai katika uzalishaji, baada ya kuona matokeo yake chanya, serikali ina mpango wa kuanza rasmi ujenzi wa kiwanda cha kuzalisha mbolea hai, hivyo kuongeza upatikanaji wake kwa wingi na kumpunguzia gharama mkulima. Uwekezaji huu wa kiwanda cha mbolea utakaofanywa na serikali tunaamini utatatua kwa kiasi kikubwa changamoto ya afya ya udongo, kutoa ajira kwa vijana na kuipunguzia serikali mzigo wa kuagiza kiwango kikubwa
cha mbolea kutoka nje ya nchi.